Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wananchi wakazi wa Kijitonyama, kata Makumbusho, jijini Dar es Salaam wamelalamikia ubovu barabara inayotumiwa kuelekea Tandale, hali inayohatarisha usalama vyombo vyao vya moto na ugumu wa usafirishaji. Wameeleza kuwa barabara hiyo imekuwa ikiandaliwa na kukarabatiwa mara nyingi, lakini pindi inapofika kipindi cha mvua hutengeneza mashimo. Ebishwe kwa kipindi kama hichi inakuwa ni shida kwa sisi tunaosafirisha abiria, vyuma vinaharibika mara kwa mara, ni usumbufu pia. 2025 hakuna kinachoendelea. Kwa ni kama unavyoona hapa, usimuona kama hivyo, kesho kuto ukija kuja hapa mizibu ya vilaka. Ina maana mvua tena ikija, kazi inakuwa ya vilaka hivyo. Kwa hiyo serikali inatakiwa iangalie, na sitoshe huku na viongozi na wao wenyewe wanaona, sio kwamba haoni. Atakiwa angalie hii issue inayotokea hapa ni nini, anatakiwa afanye nini. Changamoto ya barabara ndo kama unavyoiona. Changamoto bwana, barabara ndo kama hivyo inalika sana, afu barabara kama hivyo magari yanalika. Ukitembea sana hapa unasema yani kuna gashen kama hivyo unavyoona, kuna mashimo, umeona? Yani vyombo vinaharibika kama hivyo, unakutonga yani kama hivi pikipiki unaweza ikaribika, mashokapo manini. Tuendelee na Kurasa. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linawashikilia askari 4 wa jeshi la uhifadhi TANAPA kwa tuhuma za mauaji ya mfugaji Kurwe Gembe kwa tuhuma za kumpiga risasi akidaiwa kuingiza mifugo ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha wilayani Mbarali mkoani Mbeya. Kutokana na kadhia hiyo ya tuhuma hizo za mauaji, familia marehemu imekataa kuuzika mwili wa ndugu yao ambao umehifadhiwa katika hospitali ya Mission Chimala wilaya ya Mbarali, wakishinikiza uchunguzi zaidi ufanyike ili kujua ukweli wa kifo cha ndugu yao, huku mkuu wa wilaya ya Mbarali Kanali Maulidi Surumbu akikiri kutokea kwa tukio hilo na kwamba lilitokana na majibizano kati ya askari na wananchi wa jamii ya wafugaji waliokuwa wakitumia mishale na silaha za jadi. Wahifadhi wa TANAPA walikuja na ndege helikopta, iliwakuta wakitoka mtoni wanachunga, wanarudi wanaelekea nyumbani. Ile ndege ilikuja ikashuka ikasogea chini, mungurumo wake ikazizuia ng'ombe kwenda nyumbani. Hadi kwenye mji mle ndama zilitoka, zilikimbia zikachanganyikana na ng'ombe zinazokamatwa, wakafukuzia kwenda hifadhi. Wachungaji walifuatilia ng'ombe zao kwamba zinaelekea wapi. Mbele ya safari kule walipoingia ndipo kwenda kumjeruhi marehemu, kumpiga risasi. Tarehe 8 wakafika wale askari na watoki kupima mtoto wangu, kumwangalia zile zinamuua ni nini. Wakati wakamaliza kupima wakaniambia huyo mtoto mzike. Nikakataa, hawezi nikamzika huyu mtoto kwa maana mtoto huyu ametoka hapa nyumbani, ana haki yangu, ana haki yake. Na thibitisha kupokea huo mwili, lakini hadi sasa hatujafanyia uchunguzi wowote bila ridhaa ya ndugu wenyewe wenye huo mwili. Lakini pia tunathibitisha mgonjwa pia amepigwa risasi. Taarifa za awali zimeonyesha kwamba ni kweli mauaji haya yametokana na ukamataji wa ng'ombe zaidi ya 1113 usiku wa kuamkia tarehe 8. Tumalizie Kurasa kwa hili. Katika kukabiliana na wimbi la wizi na udanganyifu unaofanywa na baadhi ya wabeba mizigo kwenye soko kuu la Ndizi Mabibo, uongozi wa soko hilo umeanzisha vikundi maalum vya wabeba mizigo vilivyosajiliwa rasmi ili kuepukana na changamoto hiyo. Wabeba mizigo waliozungumza na Kurasa wamesema mfumo huo mpya umeleta nidhamu na uwazi katika utoaji wa huduma zao, tofauti na ilivyokuwa hapo awali, huku wateja wanaopata huduma ya kubebewa mizigo ndani ya soko hilo wakipongeza utaratibu huo mpya ambao umesaidia kurasimisha kazi hiyo. Tumetengeneza hii fulana kwa kila mtu, manake ajitambue. Mtu atakayepoteza ndizi, sisi kama sisi viongozi tunasimama juu kwa ajili ya kuitafuta hii namba. Ndizi imepotea vipi? Wapo wanaibeba ndizi kuleta kutoka kwenye magari kuleta ndani kwa madalali. Wapo tena wanaishusha huku, wapo kwenye viazi au wahusiki na kwenye ndizi, wapo kwenye mboga wao wanaiba kwenye mboga tu. Wapo na kwenye matunda nao wanahusika kwenye matunda tu. Kwa hiyo vikundi vipo 10 na sasa hivi kwa kuwa wana vikundi vyao na wana namba,
Mizigo yetu inafikishwa vizuri na wana huduma nzuri, wanakusaidia hata kupakia hata kwenye Bolt, kwenye bajaji. Tunahitaji mtu akishafikia hali anashindwa kubeba mizigo, basi kupitia ile fursa ya mikopo ya 10% aweze kupata kitu ambacho kitamsaidia yeye na familia yake mara baada ya mwili wake kuchoka kubeba mizigo. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa hivi leo, jina langu ni John Lawrence Rupokela. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.